Jina langu ninaitwa Andrew Isaac Mashimba, ni diwani wa kata hii pendwa ya Mabwepande. Tuko eneo hili la mtaa wa Mabwepande. Tulikuwa na changamoto ya mazao ya wananchi yameathirika kwa kukatwa na mapanga kutokana na changamoto ya mgogoro baina ya mmiliki ambaye anadai ni mmiliki pamoja na wananchi. Lakini kiuhalisia tumeangalia mgogoro, hata tumemuita tulitokea Ijumaa. Tulifika hapa mapema, mimi na mwenyekiti wa mtaa huu wa Mabwepande, tukaangalia hali iliyojitokeza na tukamuita mhusika ambaye vijana wake wameweza kufanya hili tukio. Lakini katika makubaliano ametuma mwakilishi wake hapa, wakili Kileo, ambaye tumeweza kufikia mwafaka wa kuweza kuwafikishia wananchi ambao wameathirika. Ni kweli hali ambayo uharibifu ambao umetokea ni mkubwa, na wananchi walioathirika ni wananchi 11. Na makubaliano ambayo tumefikia baina ya wananchi waathirika na watu wanaotumia kufanya tukio hili, kwa kila mwananchi atapatiwa gunia moja la mahindi. Lengo ni kuleta amani ndani ya kata yetu ya Mabwepande na mtaa wetu wa Mabwepande. Kitendo ambacho kimefanyika sio cha kibinadamu, sio cha kiungwana, ambacho mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Kawe Geoffrey Timosi hawezi kukubali. Kitendo kilichofanyika mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu ya Kinondoni Said Mtambule hawezi kukubali. Kitendo ambacho kimefanyika Daktari Samia Suluhu Hassan hawezi kukubali. Kwa hiyo tumefikia mwafaka mzuri pasipo mzozo wote, na kila mwananchi ataweza kupata gunia lake la mahindi Jumanne. Atakuja kupokelea ofisini kwa diwani. Wananchi wote wameridhika na mwenye eneo ameridhika pia. Lakini sambamba na hilo, nimegusia swala la kumaliza kabisa mgogoro wa bonde hili. Bonde hili liko lina mto Mpiji ambao tutafikia mwafaka katika mazungumzo, na wakili hapa amezungumza ndani ya siku 3 tunaweza tukapata majibu mazuri ya kuhusu uhalali wa bonde hili, umiliki wa bonde ili kuondokana na vurugu kama haya yasiweze kutokea. Kwa jina naitwa Elieza Kileo, ni wakili. Nilipata mwaliko kutoka kwa mteja wangu anaitwa Mwakatuma, na aliponipa taarifa hiyo nikawasiliana na diwani. Diwani akaniambia kuna tuhuma. Kama ni tuhuma za nini, tukapanga kikao. Baada ya kikao cha leo, kwa kweli tumefikia sehemu salama sana. Na mgogoro ulikuwa ni kwamba ni baadhi ya mazao ya wananchi yalikatwa. Kulikuwa na mgogoro kwamba eneo la nani, lakini kwa maongezi ambayo tumefanya leo tumeweza kufikia mwafaka kwamba mtumiwa anasema yeye ni mzazi, na kama mazao kweli yamelimwa yamekatwa, ataomba kufidia kama mama gunia moja kwa wale wananchi ambao wameathirika. Na kwa kweli mimi kama mtaalamu nilikuwa na shauri pia, na nitamshauri mteja wangu kwamba tuweze kufikia mwisho wa mgogoro kuhusu hili bonde. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Hassan Polomo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mabwepande. Mimi kwanza napenda kuwapa pole sana wananchi wangu walioathirika na zoezi hili lililofanyika, ambalo zoezi kiubinadamu sio zoezi la kiungwana sana, kwa sababu mtu anapoamua kupanda mimea anategemea kuvuna. Lakini sitofahamu ya ili eneo ndo kumepelekea mtu anaosema yeye mmiliki kufika mazao. Lakini tumekuja na mheshimiwa diwani, tumejadiliana na wananchi tuliopo hapa, tumekubaliana kwa upamoja wetu. Na kikao chetu kilikuwa kipo wazi sana, kwa maana kila mtu alikuwa anajenga hoja ambazo zile anaziona yeye zinafaa. Na kama wenzangu walivyotangulia, tulikubaliana sasa kufikia mwisho kwamba walioathirika, na mama ni mama anajua uchungu wa uzazi, kakubaliana kwamba kila mwananchi walioathirika hapo 11, kila mtu amgee gunia moja la mahindi ili aweze kufidia. Ingawaje fidia haifanani na mimea iliyoharibika, lakini kwa namna moja au nyingine na walioathirika na wao wakawa waungwana. Tumekubaliana kwamba ifikapo Jumanne hayo magunia ya mahindi yataletwa kwenye ofisi ya diwani, na waathirika tutakutana pale milango ya saa 4. Tutafanya mgawanyo kwamba kila mtu ataondoka na gunia lake moja la mahindi. Jina naitwa Akili Francis Msimbe, ni mwenyekiti wa shina namba 19 katika tawi la Mabwepande. Kwa ujumla hao waliokuwa wameharibikiwa ni wananchi waliokuwa chini ya uongozi wangu. Mimi niseme namshukuru sana Mungu kwa hiki ambacho kimetendeka, kwa maana ametupa diwani
acha tu utendaji wa kazi, lakini ni mwana diplomasia, kwa maana mpatanishi, na tuendelee sana kumwombea kwa hiki ambacho amekifanya. Kwa kweli, yani tunashukuru sana, na kama kunaweza kukawa uongozi ukawa hivi, naamini kabisa hakutaweza kuwa na migogoro mizito katika Mabwepande yetu. Kwa hiyo tuendelee kumwombea Mungu, kwa maana wengi watetezi au watendaji huwa hawadumu. Kwa hiyo tumweke sana mikononi kwa Mungu. Mimi naitwa Leila Juma, namwakilisha mama yule pale. Mama yule anasema ameumia, ametumia nguvu kubwa pasipokuwa na mafanikio. Kwa hiyo anaumia, ameumia sana. Na hili lisijirudie, hatutaki kuona tena limejirudia. Sie kwa hapa, kwa sehemu ya aina yoyote. Umeona? Mama yule pale nishamwakilisha. Kwa majina anaitwa Focus Samson, ni mmoja wa wananchi waliokuwa wameathirika, na ni mwakilishi pia wa wananchi ambao wameathirika katika maeneo yao. Kweli na mimi pia nimshukuru Mungu kwa ambayo yamefanyika. Ni mambo sana ya busara ambayo yamefanyika kupitia viongozi wetu, mwenyekiti na diwani pia akiambatana na mjumbe wake wa shina. Wamefanya jambo jema sana, tumepata usuluhisho mzuri. Wala hakuna kilichokuwa kibaya ambacho kimetendeka hapa, lakini tumekubaliana kila mmoja ifikapo Jumanne ya mwezi huu ya wiki inayoanza kesho kutwa, kila mwananchi aliyeathirika apewe thamani ya gunia moja kama fidia ya mazao ambao yameharibiwa na walinzi wa Jeni Mwakatuma. Sina mengi zaidi ya hayo. Niwashukuru viongozi na wananchi ambao wamejitokeza hapa kujadili haya kwa amani na akaisha kwa amani. Asante sana.